Yes, bana, karibu mwanamichezo, tuzungumze ama tupige story mbili kadhaa kuhusiana na football. Hii ni mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kushusha kitasa ama beki wa boli. Mwamba anajulikana kwa jina la Olivier Ismaila Toure, ni raia wa Ivory Coast ambaye alikuwa akishiriki ligi kuu ya pale nchini South Africa katika klabu ya Stellenbosch, klabu ambayo ametokea kocha mkuu wa Simba Sports Club Steven Barker. Hili ni chaguo la kocha moja kwa moja, kocha ndiye ambaye amependekeza usajili huu. Kwa nini nimesema hivyo? Ni kwa sababu Steven Barker ametokea pale Stellenbosch na alikuwa ni kocha wa muda mrefu, na huyu alikuwa ni kijana wake. Mpaka unamuona ametua Simba tena, basi jua yeye amehusika kwa 100% kuhakikisha anakamilisha sajili ya Ismaila Toure, raia wa Ivory Coast. Na siku zote bwana, unaambiwa hakuna Ivory Coast mbovu. Kila mtu ambaye anatokea Ivory Coast ni mali haswa. Wapo hapa akina Pacome Zouzoua, wanakiwepo akina Alben Kramo, lakini pia wapo akina Yao Kwasi Atola na wengine wengi ambao wanakiwasha katika klabu mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini pia na Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo hapa Simba wamepata mtu kweli kweli. Ni mchezaji ambaye anacheza namba ngapi? Huyu ni beki wa katikati, kwa maana ya kwamba anazima kama namba 5 ama namba 4, lakini pia asili yake ama alikotokea ni kiungo namba 6, ingawa kwa muda mrefu hajacheza katika eneo hilo, lakini ni mtu ambaye ametokea katika asili ya namna hiyo, lakini mwisho wa siku makocha mbalimbali wakambadilisha na hivi sasa anatumika kama beki namba 5 ama beki namba 4. Kwa nini Simba ameamua kumsajili? Ni mara baada ya Spearman Abrazak Hamza kupata majeraha ya muda mrefu, lakini pia Steven Barker kutoridhishwa na kiwango cha Chamu Karabwa. Ni mara baada ya Steven Barker kutoridhishwa na kiwango cha beki wa katikati Chamu Karabwa, hivyo akaamua kumtafuta beki mwingine ambaye atakwenda kuiziba nafasi hiyo. Ikumbukwe Simba Sports Club wana kibarua kizito dhidi ya Waarabu kutoka kule Tunisia, Esperance de Tunis, katika mchezo wa CAF Champions League, mchezo ambao utapigwa siku 2 kutoka leo, kwa maana ya kwamba siku ya tarehe 23. Katika dimba gani? Ni huko Tunisia. Lakini pia ukiachilia mbali hivyo, Simba Sports Club wapo katika matengenezo ya kuboresha kikosi chao, kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya vizuri katika mashindano yote ambayo yako mbele yao. Juzi walimsajili Kibabage, leo hii ni zamu ya Ismaila Toure, beki kitasa ambaye anakwenda kutengeneza ukuta wa Wilson Nangu pamoja na Roshan The Rock, Nixon Kibabage, Anton Mligo na wengine wengi ambao wanakwenda kuhudumia katika eneo hilo la nyuma. Lakini nyepe za chini ya kapeti zinasema huenda Chamu Karabwa akaachana na Simba Sports Club. Ni tetesi, lakini kwa hivyo ile taarifa ambayo nitaka kukujuza namna ambavyo Simba amekamilisha deal hili. Lakini ni upi ubora sasa wa beki huyu? Huyu jamaa ukiangalia kimo chake ana height nzuri, lakini pia ni master wa tackling. Naweza nikasema ni tackling master. Mipira ya juu, zile aerial balls ni mzuri sana kuhakikisha na clear, lakini ni miongoni mwa watu ambao ni dangerous kwenye 1 against 1. Kwa hivyo Simba wanaye Roshan The Rock, wanaye Ismaila Toure, miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kukava nafasi nzuri katika eneo la 1 against 1. Kwa hivyo wale ambao wamewasajili washambuliaji wao wanaona ni wazuri kwenye 1 against 1, basi hata Simba wanao mabeki ambao ni bora na ni wazuri kwenye 1 against 1. Kupitia Galaxy Media, hii ni sauti ambayo inarinima ya kijana wenu kutoka kule andani Tanga, Rama KG, Rama andani finest mjini sina shamba. Ndugu yangu Idrisa akisha anafanya editing nzuri kabisa kama ambavyo unaona, lakini mitamboni yuko mwanadada. Kwa leo sitomtaja kwa jina lake. Bye bye.